Niwashukuru viongozi kwa kutukumbusha mambo haya, na niwashukuru kwa kuendelea kuhimiza amani na maadili ya jamii, mambo ambayo pia yataimarisha umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kwangu mimi leo imekuwa ni faraja sana na haya ambayo mmetushauri. Na kwa kawaida, kwa maadili ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano, mila na desturi zao, matukio kama haya huwa ni ya kujenga mahusiano hata kwa watu ambao tumekoseana. Ni kwa sababu ni matukio ambayo yanapotokea yanatupa fursa ya sisi kutafakari uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, lakini pia kutafakari uhusiano wetu na binadamu wenzetu na kuchukua hatua za matengenezo. Kwa hiyo halipaswa matukio yanayotuunganisha badala ya kututenga. Na kimsingi tunaoshabikia mambo mengine haya ni watu ambao tunaenda kwenye nyumba za ibada. Yesu anazungumza katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 12 kwamba kwa kadri unavyotaka utendewe wewe, watendee wengine hivyo hivyo. Hiyo ndio Torati na manabii na Zaburi. Baada ya kuyasema haya, niseme tu kama alivyosema Mheshimiwa Rosemary, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Kumbe wanafahamu kwamba nifanya kazi kwa karibu na ndugu William Lukuvi. Ninazungumza wakati ambapo wengi wamezungumza sifa zake, lakini kama nitarejea mnisamehe. Kama nitarejea yale yaliyosemwa mnisamehe. Huyu ni mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kujenga mahusiano. Na haishangazi kwamba ndio waziri pekee ambaye anaongoza kwa mawaziri kuchaguliwa kuwa chief whip. Chief whip, mratibu wa shughuli za serikali bungeni, au kwa lugha nyingine mnadhimu. Hiyo ni nafasi ambayo huyo inamtaka mtu mwenye mahusiano mazuri. Niliteua kwa mwanasheria mkuu wa serikali na kuserve katika kipindi kigumu sana. Mwaka 2015 kilikuwa ni kipindi cha transition. Yeye hakuwa chief whip, chief whip alikuwa Jenista Mhagama. Lakini niliona jinsi ambavyo wizara yake ya ardhi ilivyokuwa inashabikiwa na watu wa pande zote mle bungeni. Na ni wizara peke yake iliyopita bila kuhojiwa, ikiungwa mkono na wabunge wa pande zote mbili, opposition na chama kilichokuwa kinatawala. Mheshimiwa Pereso huko hapa ni shahidi. Kwa hiyo unaona ni mtu aina gani? Na haishangazi sasa kwa tabia yake hiyo, rais anamteua kuwa mshauri wake binafsi wa masuala ya mahusiano ya kisiasa na kijamii. Na nafasi hii ya uteuzi, rais akikuteua kuwa mshauri wake binafsi, ni kwamba anakuamini, kwa sababu viongozi wakuu ni lazima waamini watu tu. Lakini kuna watu ambao wanaweza pia kutumia nafasi hiyo trust vibaya. Ameifanya kazi yake vizuri, rais akasema sasa nenda bungeni tena ukanisaidie kule. Hizi ndizo zilikuwa sifa za ndugu William Lukuvi. Tunapokumbuka tukio hili leo na haya ambayo tumeshashauriwa, sisi wote tunaosikiliza tuwe na sifa kama hiyo ya kujenga mahusiano kati yetu na wenyewe. Nikiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, yeye aliongoza ujumbe wa ofisi ya waziri mkuu kwenda kuzungumza na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tulipokuwa kwenye mchakato wa kutunga ile sheria ya referendum. Niliona alivyo na mahusiano mazuri na viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivi ndivyo tunavyopaswa kuwa. Hili ni taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani muirejee vizuri ibara ya 9 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini moja sifa yake nyingine wamesema watangulizi hapa. Huyu alikuwa anawatakia watu mema. Nilipoteuliwa mara ya pili kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, akanifuata akaniambia, mwanasheria mkuu, ngoja nikupe siri. Mimi posho yangu hii ya posho inaitwa nini ile? Pension. Nimeipeleka kwenye kununua hati fungate. Hii itakuja kunisaidia. Kwa hiyo huyu kwa vile alichukia rushwa, alitaka, na kwa hiyo ukiona alichokuwa anasema Rosemary pale kama na hoteli ile pale, inawezekana ni katika hatua hizo. Alinishauri, nadhani alinunua jamaa hana hela. Kwa hiyo hakuwa mchoyo, alitaka watu wafaidike na mengine. Lakini huyu alikuwa ni mwepesi wa kujifunza. Kwa yale asiyoyajua alitambua, alikuwa na kipaji cha kutambua watu ambao akiwafuata watamsaidia kwa yale ambayo hayajui. Na akiwafuata anakusikiliza,
ukimshauri anazingatia. Alikuwa ni mtu mwepesi wa kujifunza, na kwa sababu hiyo alifiti, hakujiweka katika mazingira kujua kwamba yeye anajua kila kitu, kwa akajifiti katika mazingira kuelewa vitu vingi, na katika mazingira yale kwa kweli ikampa sifa hiyo. Lakini alikuwa mchapakazi, lakini mtu aliyependa pia kutoa feedback. Wakati fulani Wizara ya Ardhi waliniomba, wakati yeye alikuwa hajawa waziri wa ardhi, nikiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, kwamba niwape mwanasheria wa serikali ambaye baadaye wangemteua kuwa mkurugenzi wa huduma za sheria, Director of Legal Services katika ile wizara.